Habari za mchana. Hongereni na poleni kwa kazi. Karibuni katika ofisi zetu kwa mara nyingine za Manara TV. Hapa ni nyumbani kwenu, kwa sababu sisi na ninyi tunajenga nyumba moja. Leo nimewaita na vitu vichache sana, lakini nikasema ni vizuri niwafahamishe ili na nyinyi mpate kuhabarisha Watanzania. Nakumbuka mara ya mwisho nilitoa ahadi ya kufanya uzinduzi wa ofisi yetu pamoja na studio yetu katika kipindi kifupi kijacho. Bahati nzuri au kutokana na hali ilivyokuwa, imebidi tusogeze mbele. Badala ya kufanya Novemba hii au Oktoba iliyopita sababu ya uchaguzi, sasa tutafanya uzinduzi tarehe 12 mwezi wa 12 siku ya Jumamosi hapa ofisi zetu za Manara TV, na sherehe zetu za uzinduzi natarajia kuzifanyia kwenye viwanja vya hapa nje. Kidogo tutafanya uzinduzi mkubwa kwa sababu tunatarajia kuwa na studio kubwa. Lengo letu ni kustawisha taaluma hii ya habari, hususan online TV. Sasa mnafahamu online TV nguvu yake kwenye eneo la tasnia ya habari kwenye nchi yetu na Afrika na duniani kwa ujumla. Na sisi tumeamua Manara TV tushirikiane na Watanzania na vyombo vingine vya habari kuhabarisha watu, kuwaburudisha, kuwaelimisha, lakini na kuwapa taarifa tofauti tofauti, kwa sababu sisi ingawa huko nyuma wengi walijua tunaanzisha Manara TV ni kwa ajili ya football, na wakati ule kasema hii ya Yanga hii, nikawa najaribu kuwaelimisha wenzangu, hii kwanza sio ya Yanga wala sio ya football. Tulianza wakati ule kidogo, nafahamu tulipingwa kidogo, lakini sasa kwenye eneo la mpira sisikii tena malalamiko ya kutoka vijana wangu kwamba tumezuiwa, tumefanywa hiki, tumekatazwa kukava. Wanakava timu zote, wanakava kwenye shirikisho, wanapewa vibali vinavyotakiwa, wanapewa free pass. Na tumejikita pia kwenye masuala ya kisiasa. Mnaona tunafanya coverage kubwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Tumefanya coverage kubwa, watu wetu wamekwenda maeneo tofauti tofauti, wanapata heshima. Hakuna tena interview inakataliwa. Lakini pia kwenye burudani tunakwenda vizuri, tuna ushirikiano na wasanii wote bila kubagua, kwa sababu mimi huwa nawaambia kwenye vikao vya kazi, Manara TV isimuonee mtu, yani mkaandika story ya uongo kwa nia tu ya kumuonea au kumkandamiza yoyote. Najua kwenye habari, najua kwenye siasa, najua kwenye mpira, mimi na interest zangu, lakini naambia interest za Haji hazina mahusiano na Manara TV. Mimi ni mwana CCM kindakindaki, hakuna doubt kuhusu hilo. Mimi ni mwana Yanga kindakindaki, hakuna doubt kuhusu hilo. Na nina marafiki binafsi
kwenye tasnia ya burudani na wote mnajua, lakini sitaki mtu apendelewe, na ndio maana Manara TV inafanya coverage ya ACT, ya Chadema. Heche rafiki yangu wa siku nyingi, so anambia bana, kuna story mbona hamjaikava? Naambia vijana ikave, as long as hatukani mtu, hadhalilishwi utu wa mtu, pamoja na usisimu wangu, pamoja na uyanga wangu, Simba inapata coverage sana sasa hivi. Paka kuna wakati na watania vijana, bana, nasahau mimi Mwananchi, lakini ndio taaluma. Sibagui huyu Alikiba, huyu Harmonize, huyu Nandi, huyu Diamond, huyu si nani, ana story ambayo inafaa kwenda kwenye account zetu, kwenye page zetu iende. Huwa nawasisitiza sana, na waliofanya kazi na mimi wanajua, when it comes kwenye professionalism, siendi na upepo kabisa. Kuna wakati lazima nikiri, inanichoma kiona story hivi, lakini sasa wewe kama mmiliki huwezi tena kuingilia. Siku moja niliandika story moja, rafiki yangu mmoja hivi, sio nzuri, lakini sasa nitafanyaje? Kajizuizi niwachekeshe. Ndugu yangu mmoja, imtaje tu, rafiki yangu Baba Levo, pigia bwana, watu wako wanaandika story ya Zito na nini, kanilaumu sana. Baba Levo, mimi kwanza sifuatilii, sio kazi yangu kwa Manara TV imeposti nini, hilo la kwanza. Lakini la pili, wewe rafiki yangu, hasa tukianza kukava, kama hata mimi kuna wakati Wasafi wananiandika vibaya sana, lakini sije kumpigia Diamond bwana, hata siku moja siwezi kumpigia Diamond, kwa sababu wanaofanya vile ni waandishi ambao hawana mahusiano ya kikazi na direct na Diamond. Simpigii. Kuna wakati wanaandika vitu vinaumiza, lakini huwezi kumpigia. Kuna wakati wanaandika na imekatwa jina ukalitambue mbwe na nini, sikumpigia Diamond. Nikamwambia Baba Levo, mimi siwezi kukuumiza wewe katika siasa, lakini kama chombo cha habari, kama tunamkosoa kiongozi wengine mkubwa kabisa, mtu anatoa story ya kumkosoa kiongozi inakuwa covered, lazima uvumilie. Nikamwambia lazima uvumilie, wewe ndugu yangu, tutavunja udugu wetu, lakini sitaacha kufanya coverage kwa mwanasiasa mwingine kwa sababu tunapingana. Kata wewe ndugu yangu sana, kata ndugu yangu sana, na unajua ndugu yangu, na unajua na kutakia heri kwanza mwana CCM mwenzangu, lakini hatujajuana kwa sababu ya CCM. Sisi marafiki, natembeleana, unanipigia, tunaalikana kwenye my event, lakini nikianza kusema Diamond rafiki yangu kapigwa dongo nsiandikwe, itakuwa sio chombo cha habari. Nikianza kusema mimi Yanga imefungwa isiandikwe, isikosolewe, hapana. Kwa hiyo tumeanza hivyo na tunakwenda vizuri, na huo ni msimamo wangu. Wae kubwa ni kwamba tarehe 12 tutafanya uzinduzi, tutawaalika, tutawashirikisha wanahabari wote wa vyombo vyote bila kubagua. Lakini la pili kubwa liloitia ni kuwashukuru wapiga kura wa Kariakoo. Maliza uchaguzi tarehe 29 Oktoba, tarehe 30 nikaitwa kwa tendaji Kariakoo kunikabidhi hati ya kuchaguliwa. Nadhani sisi tulikuwa watu wa kwanza labda kwa sababu ya kukaa mjini kupata hati. Chaguzi wote ni mgumu,
na kwetu sisi mnakuwa mgumu zaidi, kwa sababu mnaanza songo mbingo mule ndani mpasikie hivi ni ngumu, lakini alhamdulillah Mungu upanga viongozi, chukua fomu jina likarudi, kapambana, nikashinda kura za maoni, nikashinda na kwenye uchaguzi mkuu, na nimeshinda vizuri almost 98%, na nilihakikisha watu wa kazi Kariakoo wapiga kura. Mimi mwenyewe siku ya kupiga kura, kwa kushirikiana na viongozi wangu wa matawi na ngazi ya kata na kamati za utekelezaji, kuwashusha. Unajua Kariakoo na magorofa mengi, watu majumbani, asubuhi napanda shuka. Hapo ilikuwa jambo jema. Kwa hiyo watu wengi wakashuka kupiga kura mpaka saa 3 asubuhi. Mistari kama mliona kwenye mitandao, Kariakoo ilikuwa mirefu sana, na Kariakoo tuna watu wa aina nyingi, Swahili kabisa kama Mkenge, Arabu, Machutara, ndugu zetu wa Asia, lakini wote wameshuka. Ndio maana tukapata namba kubwa au turnout kubwa wapigaji kura. Kabla uchaguzi nilitoa ahadi na kwenda kuzisimamia. Mungu akijalia, nikishaapa tu nimeahirisha mpaka likizo za mwisho wa mwaka, sababu kuna mambo lazima niyasimamie sasa hivi. La kwanza kabisa ni hakuna kata inayotusogelea, sio inayotufikia, inayotusogelea kwa mapato. Na inachangia pato sehemu kubwa ya manispaa ya Ilala. Manispaa ya Ilala inakusanya nadhani 120 billion per year. Kariakoo kuna pesa nyingi sana TRA wanakusanya, na mamlaka nyingine ishikiwemo manispaa. Kariakoo ni hub ya kibiashara sasa hivi kwenye nchi hizi za Afrika Mashariki, ukanda wa nchi za maziwa makuu, kuanzia Kenya yenyewe, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Malawi, Zimbabwe, Komoro, Zambia. Ukenda sasa hivi, wafanyabiashara kutoka mataifa hayo wamejaa hivi, wako madukani wananunua bidhaa, wanaona kwao ni rahisi zaidi kwenda Kariakoo au kuja Kariakoo Dar es Salaam kuliko kuna Dubai, kuliko na Gwanzo. Zamani walikuwa hawaji. Mwaka juzi nilikwenda Zimbabwe. Kuna rafiki yangu Mwingereza alikuwa anaoa Mzimbabwe, alikuwa anaolea mji wa Bulawayo. Kwa hiyo akiwa Uingereza kaniambia, bana lazima uje na nini, mimi sijai kuja Afrika, girlfriend wangu unajua ni Mzimbabwe, naenda kuoa kwao kijijini na nini. Kwa hiyo katika marafiki zangu kutoka Afrika na kualika 2023 katoka hapa kata ndege mpaka Zimbabwe, Harare, Bulawayo. Katika maongezi yale, katika shemeji zake mmoja ni mfanyabiashara, akabona kutoka Tanzania sehemu gani? Kabla Dar es Salaam. Bwana mimi nataka kuja Kariakoo. Hakusema Dar es Salaam, nataka kufuata bidhaa Kariakoo. Kaitamka, nilisikia fahari sana. Kati yote sikuwa na interest ya kugombea. Fanyeni utafiti, nchi hizi nilizozitaja hoteli zote zinajaa wao, mapato makubwa yanaingia Kariakoo. Na rais
mara nyingi ameizungumza. Hata mkutano aliofanya Kinyerezi kaitaja Kariakoo kama mara 3. Nikamwambia changamoto zetu, kwanza tulikuwa na uhaba wa maji, ya matumizi ya maji, akateka action. Lakini Kariakoo mitaro imemwagika uchafu, haipitiki. Maji machafu yanatuama, chemba zinacheua. Pamoja na ubora, pamoja na sifa ya kuwa hub ya kibiashara, pamoja na kukusanya mapato mengi sana, tunaruhusu hub ya biashara itoe maji machafu? Waziri akatake action immediately kwa kuwasiliana na watu wa DAWASA. Watu wa DAWASA wakaanza kushughulikia, ingawa bado tunayo changamoto, na akatwambia kuna 200 billion imetengwa kubadilisha mfumo wa maji taka Dar es Salaam, ikiwemo tarafa na mji wa Kariakoo na Ilala yake. Akaelezea vizuri sana, na sisi tunaamini serikali hii itatekeleza. Lakini kwa kipindi hiki tunashughulikiaje tatizo la mitaro? Nyinyi mnapita Kariakoo, huwezi kutoboa wiki 2 bila kupita Kariakoo. Mmeiona ile hali. Tunazalisha pesa nyingi, lakini tunazalisha uchafu mwingi. Lazima tukasimamia. Tumeomba hizi nafasi kutatua changamoto za watu. Hatukuomba hizi nafasi kwa diwani umekaa pale, diwani wa kata kubwa Kariakoo. Hapana, hapana, hapana. Lazima nikapambanie swala la usafi. Mimi mwenyewe napiga vidudu, napiga visuti, alafu ni kata yangu inatoa mitaro imechaa. Never. Kariakoo ni kwetu, fahari yetu. Nimezaliwa pale, nimeishi pale, 70% mpaka 80% ya maisha yangu nimeishi Kariakoo. Naijua Kariakoo nyumba kwa nyumba. Nyumba hii ilijengwa ghorofa, zamani ilikuwa mzee fulani, hii ilikuwa mama fulani. Hapa zamani walikuwa wanauza vitumbua, hapa zamani walikuwa wanauza chapati. Kwa hiyo na ule ukariakoo, natamani nione Kariakoo ikiwa safi. Hatukatai fursa nyingine ziendelee kuwepo, sababu maisha yanabadilika, lakini huku tukizingatia usafi. Rais anahitaji Kariakoo kwa ufahari kabisa, tena kwenye mkutano mkubwa wa hadhara. Imagine pale nilivyojisikia wakati rais akihitaji Kariakoo. Tunakata zaidi ya ngapi? 100 Dar es Salaam. Anahitaji Kariakoo, tena kairudia. Katibu mkuu kahitaji, kairudia. Maana Kariakoo ni eneo muhimu katika sekta ya kiuchumi na kibiashara. Hata lazima tumsaidie rais kwanza kwa usafi. Mtu kutoka Komoro anasema hapa Kariakoo, kama vile mtu avoda Dera kule Dubai. Dera ni kama Kariakoo tu, sio ni kama, ni Kariakoo tu. Na sisi tunataka tuigeuze sasa Kariakoo iwe Dera City Center, iwe Kariakoo City Center. Watu wakenda Dubai shopping wanafanya Dera. Lakini huwezi kukuta chemba za maji machafu, zinacheua. Jioni magari yanapita, yanasafisha mji. Sisi tunataka tuifanye Kariakoo sehemu ambayo labda itakuwa ni center ya kufanya biashara mpaka usiku. It's fine. Lakini wakati huo lazima tutengeneze hali ya usafi, mazingira, mitaa iwe inapitika. Dera kuko busy. Jana nilikuwa kuna rafiki yangu, mambo mpira. Unajua sisi tuna connection ya mipira. Ni agent wa football. Akanambia shemeji yake anakuja Dar es Salaam kufanya nini? Anakuja kufuata bidhaa Kariakoo, kama kutoka Nigeria. Jana kutoka Nigeria. Akanambia yes, labda kama hujui, sasa hivi watu wanatoka Nigeria hawaendi Guangzhou.
Rais Samia tampinga tu, lakini kaifungua nchi. Mnapingana tu kwa kwenye mitandao, mnapiga porojo. Kaifungua nchi kiuchumi na kibiashara, kaifungua. Watu kutoka Nigeria wanakuja Kariakoo. Wakongo wamejaa. Juzi hapa nilikuwa natafuta singlet. Zamani nilikuwa naenda kwenye maduka haya kama siposafiri haya Kinondoni ya wapi, singlet na 15,000 moja. Sasa hivi shekhe, ukienda na 15,000 unapata kitita hivi cha singlet 5-4. Quality yake ni tofauti ndogo sana na unaonunua huko. T-shirts hizi t-shirt mzoko mnaziona zinavaliwa na mama CCM, ziko Kariakoo. Chini Kariakoo unaona yule mji uko juu, chini kule ni madude, maandaki, manini. Tembeleeni, kafanyeni utafiti. Kariakoo msichukulie imekaa tu vile juu. Hata mimi niombe wananchi wenzangu wa Kariakoo, nisaidie kwenye ajenda ya usafi. Saidiane na madiwani wenzangu manispaa, lakini na serikali kuu, kiwemo serikali ya mkoa na wilaya. Ajenda namba 1 ya Haji Manara, Mungu amenijalia kushinda, bado kusubiri taratibu za viapo, ni usafi. Usafi wa mazingira, kushirikiana na mamlaka kuifanya Kariakoo kuendelea kwa hub ya kibiashara. Anasema Haji bwana nataka wafanya biashara. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Si fahari bwana. Sasa tabaki na Kariakoo ile zamani. Hapa panauzwa mabungo. Sehemu Kariakoo panauzwa mabungo. Mabungo hapo ndio pilipili nyingi hakuna. Kishakuwa eneo la kibiashara. Na lazima tulilinde. Kwa mimi ni wasihi wanahabari, mtusaidie. Tunalo eneo la kujidai. Pale kituo cha TRA kipo kitu. Alafu niwaambie kitu kimoja kizuri sana ambacho rais anakifanya. Juzi alisema vizuri sana, atawarasimisha wafanyabiashara ndogo kwa kutafutia maeneo mazuri zaidi ya kufanya biashara zao, huku akitoa fursa kwa wafanyabiashara wengine kuendelea kufanya biashara zao. Hapa Kariakoo tuna mafungu 3. Tuna wakazi, ndo kinasie wakazi. Tuna wafanyabiashara wenye maduka, lakini tuna wafanyabiashara ndogo. Hawa wote wanastahili haki kwenye mji wa Kariakoo. Hawa wote ni Watanzania wenzetu. Hatutatoa kipaumbele kwa kundi moja tu la wakazi au wafanyabiashara au wafanyabiashara wadogo wanaojulikana kwa jina la macho. Wote wana haki, lakini kila mmoja lazima azingatie na haki za mwenzio. Inapoishia haki yako, basi jua kuna na haki ya mwenzio. Ya lazima tuzingatie hilo. Mimi sitakuwa diwani wa kukaa ofisini. Ofisi nishapata Kariakoo. Zamani Kariakoo ilikuwa na ofisi ya diwani ndani ya kata. Lakini mimi kwa uharaka na niseme na kiherehere cha kutaka kufanya kazi, kwenda kusimamia kazi za watu, nishapata ofisi. Tairisha kama nilivyosema mambo yote ya Disemba. Mimi Disemba wanajiachia. Lakini nimwambia hata familia yangu sinyanyui mguu kwenda kokotana sana. Kama nitajaliwa nitakwenda umra siku 2 basi. Lakini sina likizo kwa sababu kuna shida za watu. Mimi nimeomba nafasi kutatua shida za watu. Sikuomba nafasi kufanya show. Ningeendelea kabisa kwenye mpira.
Hii juzi hapa nilikuwa tayari nishachukua chakula kwenye club moja kubwa sasa hivi. Kubwa. Sio Simba. Akimsibadilishe maneno. Lakini kukawa na push. Watu wakareko chukua, gombea, tusaidie. Wenzako wanapokuambia nenda. Na mimi naona zile kero naziishi ujue. Unapita yani Chemba simu yangu wallahi toka nimechaguliwa haipiti siku natumiwa video clip. Angalia Chemba iko juzi nimetumiwa na familia ya Katongonya. Juzi mtasikukuu pale. Chemba la maji machafu pale limemwagika. Chemba haiwezekani. Lazima tuje na suluhisho. Serikali imekuja na suluhisho la kudumu, lakini kwa kipindi hiki tunaacha maji yanatuama. Lazima tumsaidie rais. Rais hawezi kuja kule kusimamia chemba za maji, hawezi. Ana majukumu makubwa ya kinchi. Sisi tulopata hizi nafasi ndio wajibu wetu kwenda kumsaidia rais kutatua shida za watu. Jana kaizungumza vizuri. Kazi ya kiongozi ni kwenda kutatua shida za watu, kuja na majawabu ya shida za watu. Kiongozi kukaa ofisini hayupo. Tutafanya ziara, nitawalika. Shapishwa tu. Kwanza tutatembelea chemba zote na watu wa DAWASA. Waje na majawabu hizi chemba tunafanyaje. Yaani hiyo nikishapishwa leo, kesho naanza ziara. Siwezi kukaa katika mji ambao mimi diwani alafu kuna chemba za maji machafu, kuna nuka, kuna matakataka usiku, anakaa wakati mwingine mpaka saa 6, saa 7 usiku hajazolewa. Najua kazi kubwa inayofanywa na viongozi wa manispaa, lakini lazima tukawasaidie. Mkurugenzi na timu yake lazima tukawasaidie. Udiwani wa kuvaa majoho na masuti sasa hivi lazima tu. Yaani mimi mtanisamee, na nyinyi mnanijua, mmekaa na mimi kwenye football kwa miaka mingi. Mimi kwenye kazi sina compromise. Nafaa vizuri sana Simba, nafaa vizuri sana Yanga kipindi changu. Sababu mimi unaponikabidhi kazi yako tegemea majawabu. Ukiniambia bwana tunataka watu hamasisha, tunataka hiki, tuuze jezi, tufanye hiki, nitaifanya kama yangu binafsi. Ndivyo nitakavyoifanya Kariakoo. Nitamchukua kama mtoto wangu binafsi na mlea. Na mimi niache alama. Miaka 5 sio mingi. Fanye kazi ya watu wakukumbuke, ushirikiane nao, ujishushe. Ndio watu wengi wakipata hivi vyeo hivi wanajiona kama miungu watu hivi. Unabadilika mabega juu, wewe ndo wewe. Hivyo vya kupita tu. Hivyo unapata ubunge, unapata udiwani dakika 1 2. Wanakuchukulia cheo chako. Hasa la mwisho sana Mheshimiwa Rais, hususan kwa kutenga wizara maalum ya vijana. Wengine mnalichukulia kawaida hivi, yaani mnaliona ni jambo la kawaida, lakini ile ni dhamira ya dhati aliyonayo ya kusaidia maendeleo ya vijana nchini. Hebu nikwambie ni kitu. Toka uhuru nchi haijawahi kutokea marais wote waliopita kutenga wizara maalum, na sio iliyojichanganya. Zamani huko tulikuwa nazo wizara ya kazi, ajira, maendeleo ya vijana. Wizara maalum tena akaiweka ofisini kwake. Unajua maana waziri akisema waziri wa nchi ofisi ya rais anashughulikia vijana? Pale waziri ni rais mwenyewe. Wengi hamjui. Unaposikia waziri, rais katangaza baraza la mawaziri, akataja wizara ya vijana inayoshughulikia vijana chini ya ofisi ya rais,
waziri anakuwa yeye mwenyewe. Ukisikia waziri mkuu, wizara ya TAMISEMI iko chini yake, waziri pale ni yeye. Kaichukua wizara ya vijana kaileta ofisini kwake. Sie tuliopata zamani huko, wakati nikiwa mwenezi unapita pita kidogo unalikwa, njoo bwana, njoo muone, una lobby kidogo. Zile wizara zinakuwa Ikulu, ndugu zangu. Ndio Mzee Ngombale alikuwa akiniita sana wakati alipokuwa waziri wa nchi, ofisi ya rais anashughulikia siasa. Kwa nilikuwa nakwenda sana pale. Ofisi yake iko ndani ya jengo la Ikulu Magogoni, sababu ni waziri wa nchi, ofisi ya rais anashughulikia. Mnachukulia tu kama kachukulia vijana kawaweka, hapana. Ana dhamira. Na bunge hili lina wabunge wengi vijana. Tukamsaidie rais. Tuseme, unajua challenge tulionayo wana sisi. Lazima niseme ukweli kabisa. Badala ya kuibua, tunasubiri tujibu. Yaani utakuta ICT wanaibua, Chadema wanaibua, Chauma wanatengeneza agenda. Sisi hatutengenezi agenda. Tena agenda za kumsaidia rais, tunasubiri waseme, tuhangaike kujibu. Vijana tuliopo kwenye sekta, na mimi sasa naondoka katika ujana. Bali naondoka. Niona kijana kwa maana ya suti, jeans, lakini miaka 50 nini. Mimi si katika watu ambao wanaogopa kutaja umri wao. Nataka kuonekana kila siku watoto. Mimi nina 50 net. Ya kikweli kweli 75 to 2025. Tena ya Januari. Mimi na Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapishana siku 10. Yeye tarehe 7 Januari, mimi tarehe 18 Januari. Mwaka mmoja. Lakini mwenzangu ndio yuko pale, mimi napambana huko. Mungu anavyopanga yake. Lakini tumezaliwa mwezi, nyota yetu hii, mwaka wetu. Hasa hawa watu wengi wanaogopa kutaja umri, atakaonekana miaka 27. Wengi mimi nawajua. Wengine nilisoma nao, mimi niko la 7 au la 5. Kiuliza umri anasema miaka 27. Sio kweli. Wengi hasa mastaa, wengi wao wanaogopa. Lakini katika kutafuta riski, anaona akitaja umri wake sahihi, riski zitapungua. Tunawaacha. Lakini tutakusema viongozi vijana, tumsaidie rais. Tusisubiri kujibu, tutengeneze agenda. Kwa mfano, watu wangapi wanajua umuhimu wa hiki alichokifanya rais kuanzisha? Unaona tunapongeza, lakini hawasemi kwa nini. Vijana wana changamoto nyingi. Vijana wanatofautiana mahitaji ya rika. Kijana wa miaka 40 leo anatofautiana mahitaji yake na kijana wa miaka 22. Huyu wa miaka 22 bado anapambana na shule, hajajikwamua bado kutoka kwenye mambo ya kielimu. Kuna kijana wa miaka 28 naye ni kijana, kishaanza kazi au anatafuta kazi. Ana changamoto tofauti na kijana wa miaka 22, tofauti na kijana wa miaka 40. Hawa shida ya vijana wengi, sio wote, wanadhani ujana ni rika peke yake. Ujana ni rika lakini na fikra. Guys, unaweza ukawa na miaka 26, 27, fikra zako, maono yako ni kama mzee wa miaka 60. Ujana wa kisasa ni rika na fikra na maono. Sio ujana tu wa kuvaa jinsi katakei, ujana hapana. Fikra zako ni za kijana, una maono juu yako, juu ya jamii yako, juu ya taifa lako. Guys, asanteni sana. Kesho kutwa nimeambiwa kuna mechi Dar es Salaam Young Africans wanacheza, na mimi nitakwenda Jumamosi asubuhi kuiunga mkono timu yangu. Naamini tutashinda, na naomba wananchi wote hasa waliopo Zanzibar, Dar es Salaam na miji ya jirani
twende Amani Stadium. Mechi ngumu, sio mechi rahisi. Nakutana na miamba, miongoni mwa miamba. Lazima wachezaji wajitolee, wajitume kwa 100% na inshallah tapata matokeo. Lakini kwa kuwa tunawakilishi wenzetu wanaocheza Champions League, Simba Sports, Azam, kuna Singida, asi tuwatakie kila la kheri. Tumia nafasi hii kuwatakia kila la kheri katika michezo yao, kwa sababu mwisho wa siku nchi kwanza. Na mimi mwisho wa siku sasa hivi ni diwani wa Kariakoo. Kariakoo ina washabiki wa Simba, ina washabiki wa Yanga. Azam ukienda chimbuko lake ni Kariakoo, ofisi yake ya kwanza iko Kariakoo. Singida United ni timu ya waziri mkuu wetu, kwa lazima tuzisupport zote na nitasupport, lakini nitabaki kwa mwanachama wa Yanga. Asanteni sana, taruhusu maswali. Maarufu, mimi nilipata bahati katika maisha yangu nimetengeneza umaarufu kwa kazi zangu, ingawa wazee wangu nao walitengeneza umaarufu. Kwa wakati ule nilikuwa natambulishwa kama mtoto wa fulani, lakini nikasema hapana, lazima nijitambulishe myself kwa kazi zangu. Kwa hiyo katika umaarufu mengi yatasemwa, ya kweli ya uongo, na kila jambo ukitaka kujibu takuwa kwanza. Kuumwa kwetu sisi wanadamu, dini zote ni ibada, lakini afya yangu haijawahi kutetereka. Labda siku hizi sionekani sana kwenye social media, na ninajua kwa nini. Kwa hiyo mtu anaamua kuzusha. Hata juzi hapa yalipotokea haya matatizo ya maandamano, wakasema nimekufa na maiti yangu imeokotwa kwa beach. Bahati mbaya social media ilikuwa imezuiwa. Imagine familia yangu, watoto wangu wanasoma nje, wazazi, baba zangu wadogo, aunti zangu, dada zangu, kaka mdogo wangu wako Europe, wengine wako Marekani, alafu hapa hawaoni chochote. Shock lililokuwepo kwenye familia. Watoto wangu wanapiga simu wanalia tu, hakuna mawasiliano. Inabidi sasa wanaenda kwenye, wanaweka vocha, baadaye wanapiga kwenye simu za kawaida, na network yenyewe ilikuwa inasumbua kweli kweli. Unamhakikishia amini, mimi haji mzima, sijafa, siumwi, niko nyumbani kwangu, nimetulia na naangalia TV, nawekea sauti labda mdogo wake amsikie. Hakuna connection. Hasa utazuia social media saizi, mtu anaandika chochote kile. Bahati mbaya sana, ndio maana nasema vijana ni sio rika peke yake, ni maono na fikra. Yaani mtu anaamka asubuhi, kazi yake kuingia kwenye social media kutukana watu. Asubuhi akiamka anatukana watu, anazusha hadi hivi fulani hivi fulani hivi asubuhi. Hawa ndio vijana ambao tunasema nguvu kazi ya leo. Anaweka bando lake la buku kwa ajili ya kutukana watu na kutengeneza scenario za uongo. Mimi mwaka huu nimesema maneno mengi, yapata hata kujibu. Nimeambiwa vitu vingi, na naona nacheka, shavuka miti na level ya kujibizana na watu kwenye mitandao. Hata uandike kitu gani, as long as kiniaribi chochote, andika. Si mimi sasa na prove nini ndugu yangu? Haji ndio huyu kafanya press,
nilikuwa nasubiria muda mwafaka niwaite ndugu zangu na habari. Swala kwamba baada ya udiwani, mimi kwangu sasa hivi interest yangu ni udiwani. Kero na Kariakoo. Najua labda hamjui uzito wa kuwa diwani, hasa wakata kama Kariakoo. Itakapofika muda mwafaka, kama nitakuwa na interest wakati huo, lakini interest yangu mimi ni kuondoa shida za watu wa Kariakoo. Wana changamoto nyingi. Brother, hebu nakuombeni, hebu katembeleeni muione Kariakoo ilivyo na uchafu uliokithiri pale. Lazima atokee mtu akasacrifice maisha yake kwa ajili ya usafi wa Kariakoo. Mtu huyo si mwingine, ni mimi. Nitakwenda kwa ajili ya Kariakoo. Yani siwezi kando. Siwezi kuishi kwamba naishi pale maji michafu. No. Ni bora niache tu. Yani mimi nakuwa diwani pale nimekaa mitaro natoka maji michafu. Haiwezekani. Nimehama Masaki. Sio nyumba pale Kariakoo. Lakini nimesema hapana. Lazima niaishi maisha yao. Naishi Kariakoo. Lazima nikitoka nione ile mtaro wa maji machafu. Nampigia simu mtendaji, nampigia simu DAWASA, nayaona. Lazima niaishi maisha yao. Na nyumba Panga, na nyumba Masaki, lazima niishi maisha ya watu wangu. Kuna maulidi naenda, kuna msiba na shiriki, kuna mtaro wa maji machafu, umeme umekatika, bila nipige simu TANESCO mwenyewe. Saki hadithi. Wakati fulani nilikuwa nadhani nilikuwa niko Yanga kama sikosei. T-shirts zinauzwa bei ya jumla wakati ule 35,000. Wauzaji wa rejareja ambao tumeuzia, nadhani tuko tunauzia 28,000 huko Sinza Makinondoni. Jezi unakuza 45,000. Nikachukua gari usiku mimi mwenyewe physical na polisi Sinza. Kamata. Ndio uongozi shekhe. Kwa sababu anaihujumu club, anahujumu mapato ya club, lakini anawaumiza wananchi. Alafu tulikuwa tunakwenda wakati ule, ujue zamani ilikuwa jezi zinatoka siku moja, siku mbili, wiki ya mwananchi au Simba Day. Kwa hiyo kuna watu wengi mitandaoni wakalalamika hawana uwezo. Wametangaziwa bei ya jezi 35,000, lakini maduka yote ya mjini 90% wanauza jezi 45,000 mpaka 50. Na kwa sababu mtu ana shida ya jezi avae siku mwananchi, wenye uwezo wametoa, lakini ibidi nifuate mwenyewe kwenda site. Hivi ndivyo ninavyotaka. Kwa hiyo swala la kwamba nitagombea baadaye ubunge au cheo chochote kile, sasa hivi interest yangu ni udiwani wa Kariakoo. Naam. Lazima tukae chini tuzungumze. Unajua mimi naamini sana katika mazungumzo. Lakini hata wao wanatamani kuona mji msafi. Yoyote yule, iwe mkazi, iwe mfanyabiashara ndogo, iwe mfanyabiashara mkubwa, anatamani kuona usafi ili mazingira ya biashara yake yawe sahihi, lakini na mazingira ya mkazi yawe sahihi. Kwa hiyo tutakaa chini tuzungumza na tutakuja na majawabu. Mimi siamini katika matumizi ya nguvu, wala sitakubali mtu yote athirike kwa nguvu ya aina yoyote, zaidi ya kwamba tukakae chini tusafishe Kariakoo. Sawa. Swala la umea, nimeona taarifa ya chama kwamba fomu zinaanza kutoka kesho na kesho kutwa. Jambo la umea sio jambo la kukaa peke yako. Lazima ukae na familia, marafiki zako, ndugu zako, shauriane. Lazima uangalie interest ni nini, kwa sababu hili jambo ni ndani ya siku mbili hizi tutapata majawabu. Lakini kwa sasa sueli, acha
48 hours ipite, nikiamua basi mtasikia kama nitaamua kugombea. Lakini sasa hivi narudia, interest yangu namba 1 ni udiwani wa Kariakoo, namba 2 ni udiwani wa Kariakoo, namba 3 ni udiwani wa Kariakoo. Interest yote nyingine itakuja baada ya hizi interest 3. Unajua rafiki yangu mmoja jana alikuwa anamtania, baada fulani kakosa bwana akupata hata naibu waziri. Ala, nikamwambia akili yako bofu kabisa. Wewe mtu kagombea ubunge ili awatumikie wananchi wa jimbo lake. Hayo mengine ni ziada. Siamini kwamba aligombea ili awe minister au deputy minister. Aligombea akawatumikie wananchi wa jimbo lake. Rais ikimpendeza anamteua, ikiwa vinginevyo hatamteua. Na sisi kwenye udiwani hivyo, madiwani wote wale, tuko madiwani Dar es Salaam over 50 ukichanganya na wabunge kwa manispaa ya Ilala. Wote wale, hata wa viti maalum, interest yao ni kutumikia watu. Hawakuwa na interest. Sidhani kuna mtu kagombea maalum ili nje kuwa meya, atakuwa amekosea. Niligombea kwa sababu ya Kariakoo wangu. Kama itatokea mbele ya safari, basi mtaona. Ni mambo ambayo yanahitaji utaratibu, na chama chetu kina utaratibu. Yaani sio kwamba unakuja hapa mie nitagombea. Hapana, chama hiki na utaratibu. Kuchukua fomu, kurejesha, ujadiliwe. Kitokea basi itakuwa Mungu ameandika, haikutokea basi pia Mungu ameandika. Sababu bado niko pale pale, interest ni udiwani. Naam. Asante.